Steve nimemjua from way before. Secondary ndo tulianza kuwa childhood sweethearts. Nikiwa secondary. Hapo secondary kwa hiyo harakati nikapata mimba yake. Nilipata mimba nikiwa high school, mimba yake. Huyu mtu mwenye tuko na yeye saa hii ni wa pili. Kuna mtoto mwingine tena tuko na yeye na Steve. Steve. Relax. Steve, we are talking about my husband and my house help sleeping together in my house behind my back. Ulishinda kumpea mtoto kijana, nimempea. Ukiangalia wewe uliniacha hapa, angalia. 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 Mpaka unamshika. Mnanikasirisha. Nini ni mbaya na nyinyi wawili? Unaona hata mamake ananijua, nimeenda hadi kwao. What's up my people, ni Oscar TV hapa. Before tuende mbali maze, make sure me like, share na subscribe maze, natashukuru sana. So mnakumbuka June alikuwa anatafuta document picha na pia manguo za mtoi. Anasema nguo za mtoto wake imebaki tu zile nguo alipata mtoto wake amevaa. Zile nguo zenye amenunulia mtoto wake na zenye aliacha mtoto wake nazo zote zimepotea. Hatujui sababu gani, inaweza kuwa birth certificate ya mtoto, picha za mtoto na nguo za mtoto zote zinaweza kuwa ziko missing. Unaona? Huyu alitoka Canada, akikuja anapata hizo vitu ziko missing. Tumeongea na Steve anasema yeye hizi kwa anajua mali hizo vitu ziko, na maybe kama kuna vitu ziko zimepotea inaweza kuwa labda ni Dora ndo anajua mali ziko. So pia hiyo ikabidi tuite Dora mwenyewe. So tutasikia kwa aje anasema aje, and then from hapo tutajua itakuwa vipi, sababu unajua at the end of the day liwalo na liwe ukweli lazima ijulikane, otherwise hakuna kitu tunatatua hapa. So lazima ukweli ijulikane na lazima tujaribu kujisaidia before tuite msaidizi mwenyewe daktari akuje. So nikuulize mami, ukoaje wewe? Niko poa. Maisha iko aje? Maisha iko poa. Unajua last time venye tulikuwa airport, before nikwambie kenye ilikuwa imekuleta hapa, hiyo time ulikuwa umeinsist nani akuje. Kumbe ilikuwa unataka tu kusema ulikuwa unalala na bwanako. Hiyo ilikuwa part ya plan. Hiyo time ulikuwa una insist tu mami kuja. Hiyo ndio kitu ulikuwa unataka kumwambia all that time, yenye ungemwambia kwa simu. Hiyo ndio nilikuwa nataka kumwambia. Jota ningemwambia kwa simu, hangeamini. So ikabidi nimwambie akuje kwanza. Ndio venye alikuja nikaamua kumwambia ukweli. Na plus uliona venye kulitokea, venye kulienda kukakua. But sasa venye wewe ulisema ukweli, are you now satisfied? Hati yako imekuwa free, everything is okay since ni kitu ulikuwa na hold? Me as long as nimemwambia ukweli, hati yangu iko tu, itakuwa tu free. Juu ashajua ukweli kuliko nishine nikimficha nikijifanya ati hakuna kitu inaendelea na kuna kitu ilikuwa inaendelea, unaona? So venye nimemwambia ukweli, at least naweza sema na feel at ease kidogo. So June, you said there's some documents of yours, your child is missing, na pia tuliuliza Steve amesema he doesn't know shit about them. Ikabidi tuite huyo ni Dora, si ndio? So wewe ndio utamuuliza wewe mwenyewe. Si unajua as much I'm here just to like mediate, but at the end of the day lazima mjaribu kusolve these issues as your own. Unaona, I'm just here to send through, na if any help itahitajika I'm always here, mtu yote akitaka usaidizi. So nini ulikuwa unataka kuuliza huyo Dora hapa? Mimi nataka tu kujua mali documents za mtoto wangu ziko, picha na nguo. That is it. Mimi sitaki mambo mingi. Nataka tu kujua hivyo. Sasa mimi niko na swali. Unataka kujua kwenye documents ziko, picha, manguo. Kwanza first of all, manguo napeleka wapi? Manguo za mtoto wako mimi napeleka wapi? Hiyo siku yenye ulikuwa unakuja ndio nilikuwa nimetoka kufanya washing the previous day. Nikapanga manguo tu vizuri kwa wardrobe ya mtoto. Nazipeleka wapi? Furthermore, nguo za mtoto msichana. Mtoto wangu anavaaje nguo za mtoto msichana? Atavaaje skirt? Tuseme hata kitu kingine kama ni document tafuta hapo kwa nyumba. Utazipata zikiwa tu hapo. Nazipeleka wapi? Passport ya mtoto wako napeleka wapi? Nisaidia mtoto wangu. Picha yenye kwa hiyo passport na hizo vitu zingine nazipeleka, document napeleka wapi wewe mwanamke? Uko na akili mzuri kweli? Asal panauliza kwa uko na akili mzuri. Watch your tone. All I can say for now, watch your tone. Unajua nguo mnaweza kuwa mlichoma. Mimi sina shida. Niko na haja za kazi gani? Tunachoma nguo za kazi gani? Mtoto avae nini? Nguo tunachoma za kazi gani? Ana to include tumechoma. Like, are we insane tuchome nguo za mtoto? Tunachoma nguo tupeleke wapi? Tunachoma za kazi gani? Mtu akae uchi atembee uchi. Nguo tunachoma za kazi gani? You know one thing, Oscari, najua vizuri. Unaona June, we've been with her, najua. I know her characters. June ni msee mwenye atakangi kuchoka. So these things, hizo documents, nguo,
passport zinazokuwa ziko kwa nyumba, but ni vile yeye mwenyewe hajazitafuta. Huyu ni mtu mwenyewe hata before travel, by the way, ni mtu mwenyewe alikuwa anakuja kwa nyumba anakuambia pika kitu fulani, hata hizi kwambiaje acha nipike leo, sijui ende utulie ama uende angalie mtoto. Ni mtu mwenyewe anakuja anakuambia pika kitu fulani, ndio huyo ameenda kwa bedroom yake kujifungia huko. Sasa una expect atapata hizo vitu aje? Umeangalia bedroom ya mtoto kama kuna vitu? So in short unasema you don't know anything about hizo document, manguo na picha za mtoto wa June. Mimi naye sijui atafute tu kwa hiyo nyumba yake hapo. Na sasa yeye anasema amezitafuta na azipati Kama amezitafuta na azipati, unadhani kidogo tu Mr. Steve, kama amezitafuta na azipati, unadhani zinaweza kuwa wapi? Huyu ni visingizio anatafuta, by the way. Documents ako nazo. Unajua anatafuta maisha kidogo ndio apate ile like apate time ya kwenda kupatana na Steve tena. Unanielewa? Huyu mkichunguza tu vizuri yeye ndo ameficha hizo documents. Hakuna mali pengine ziko. Acha kuniangalia hivyo mimi. Wewe ndo umeficha documents. Za kweli ni kweli. Like unaona the time tulikuwa tunatoka I had my suitcase ndio. Hizo nguo nilikuwa hadi nikizichukua kidogo, I took some few garments nikazichukua, unaona zilikuwa hapo. Huyu kwa briefcase yake aliangalia, alinspect before tutoke hapo, si ndio? Kwanza hata nikipanga nguo alikuwa amenisimamia hapo. Amenisimamia nipange nguo zangu nitoke nisibebe anything. She had done the laundry the day before. Unaona? She had done the laundry. Sasa unapata huyu hapa anajaribu like he's just making some nonsense accusation. Hapa in this case surely mtu kama mimi in my right mind nitachoma nguo za mtoto. Honestly speaking, kuchoma nguo za mtoto, passport ya mtoto nitachukua like itanifaidi. Tunachukua tupeleke wapi? Tupeleke wapi shwali? Mtoto wake si ni msichana, anavaa skirt, anavaa dresses. Mimi wangu hata sasa wangu nitambalisha dress na skirt saa ngapi jamani, saa ngapi? Acha kuniangalia wewe. Sema kwenye documents ziko, wewe ndio uko nazo, unataka tu kupate tu time ya kukesi makesi ndio uone Steve. You know, I'm now getting fed with the shenanigans. Unajua juu kufikia saa hii ni kama saa she's not making any sense. Juu mimi saa hii venye nimekuambia nimeacha vitu zenye ziko more important kukuja hapa na kuja kuitia vitu kama nguo. Seriously? At your birth certificate. Those are things that like unajua don't take me for a fool because saa hii uko na pesa. Sasa saa hii surely hii unazidi kuharibu brand yetu. Umesikia majibu za nani? Dora hapa. Mimi sijakuja hapa kubishana na nyinyi. Nani amekuja kubishana? Sijakuja hapa kubishana. Nani amekuja kubishana? Dora. Nani amekuja kubishana? Enyewe wahenga wakukosea, asanti ya punda nayo ni mateke. Wewe nimekulea. That is like taking care of you. Ukakuja ukashika mimba ukiwa kwangu, siku kufukuza. Mwishowe najua ni ya bwanangu, which is fine. Huyo mtoto wako nishaimtesa? Hujawahi. Nimeshaimtesa? Haujawahi. Mamako si amelazwa hospitali? Sasa ajua amelazwa hospitali, nataka nifanye aje? Si mamako amelazwa Oscario. Mimi siko hapa kubishana na huyu. Unasema ulilipia mamangu bila hospitali. Mimi sikatai, nikwambia mamangu ni mgonjwa. Nikakwambia aje sina pesa saa hii, mlipie hospitali unikate polepole kwa mshahara. Ulisema aje? Unakumbuka vile wenye ulisema? Ulisema utamlipia. Willingly utamlipia na hakuna kitu utaniitisha. So unasema aje ati what you have been doing? Ati what you have been doing. Ulilipa bill wewe mwenyewe ukasema utalipa. Au utanikata kwa mshahara. Sasa unataka aje sasa? Nikulipe? At the end of the day, mimi najua tu hizo documents zitapatikana. Na my heart tells me the both of you ndo mko nazo. Tafadhalini. Nataka hizo vitu. There are a lot of things I have to do for my baby. Na siwezi fanya bila birth certificate. Nazitaka. Nguo, everything other else kaini nayo. Picha kaini nayo. But document, that is all I want. I will say this. Leo hii ikuwe mara ya mwisho nakwambia kitu. If you think sisi ndio kuna hizo nguo, you have one last option ya kuangalia kama ni sisi tuko na hizo nguo vizuri, ndio? Hizo documents when you are so claiming tuko nazo. Go and review. Sawa? We have the CCTV cameras installed kwa nyumba. Go and review zote, uangalie kama we took anything. Anaenda kureview aje na ukipack nguo zako alikuwa hapo, si ndio? Mimi nikipack nguo zangu pia alikuwa hapo. Nikitoka alikuwa hapo. Unajua maybe unaona as much as tumejaribu kuongelea history hizo ma documents nini, niamini na bado maybe pia kuamini. Ndio maana nimekuambia
go and review, sawa? And uangalie kama there is a place where tulikuwa suspicious tukaweka kitu ama tukafanya nini, and uangalie. Juu trust me you, hizo vitu ziko kwa nyumba, you are just being lazy venye unakuanga tu. Sasa nikuulize June, okay, ndio umeitwa lazy but it is what it is. Unadhani reason yenye inaweza kwa hizo documents ama hizo birth certificate ama hizo manguo na picha inaweza kwa reason ya mtu kuchukua ni gani? As much as wanakataa wajechukua. Hiyo si uchawi. Mtu kuiba picha na nguo anaenda kufanya nini? Si ni uchawi? Ama yes, ni uchawi. Sasa tumekuwa wachawi, jua uone documents za mtoto wako. Sasa venye mtoto hivyo wachawi, what if uende kwenye mpata hizo documents ziko hapo, nani atakuwa mchawi sasa kati ya sisi wote? Nitajua sasa hiyo ni uchawi. Zinajirudisha zenyewe. Kuna mambo, wewe mwanamke wewe, kuna mambo mingi sana wewe. So una regret hiyo time ulikuwa unasaidia Dora hapa? I am regretting. Let me tell you for a fact. I regret helping you. I regret knowing you as a person. I regret knowing you as a person. Me, I feel like you're taking advantage of my kindness and goodness, which is fine. Tunaishi malipo ni hapa duniani. Utanikumbuka. I am telling you for a fact. Utakumbuka saa ngapi? Nikumbuke juu ya nini? Mimi sikatai. Yes, ulinisaidia, mimi sijakataa, ulinisaidia. Sasa juu ulinisaidia, unataka nifanye aje? Ulinisaidia nikiwa na mimba, yes, mimi sikatai. Na nilikushukuru kwa hiyo. Nilikushukuru, si ati sikukushukuru. Unataka nikwambie aje tena? Unataka nikwambie aje tena? Sasa nikuulize Dora, ile last time time tulipatana pale airport, tulinotice ulikuwa lala na Mr. Steve pale, unaona? Na huo mtoto ulipata kwa ndoa, ulipata kwa nani, kwa hiyo marriage Steve akiwa married to nani tu June hapa. So swali tu niko nayo kwako, na ningependa tu kujua total honesty, sababu unajua kitudanganya daktari yako, unaona, na hakuna haja tudanganye. Tuambie tu ukweli. Kama ni ukweli tutajua, daktari atatuambia ukweli zingine. Swali tu niko nayo ni moja. Huyu Steve mlijuana before akuandike kama housemaid wake ama after akuandike kama housemaid wake? Mlianza kulala na ujamaa before ama after? Okay, mimi Steve sijamjua saizi, na sijamjua nikienda kufanya kazi kwake. Steve nimemjua from way before. Nikiwa primary school nilikuwa namjua. Secondary ndo tulianza kuwa childhood sweethearts. Nikiwa secondary. Hapo secondary kwa hiyo harakati nikapata mimba yake. Nilipata mimba nikiwa high school, mimba yake. Huyu mtu mwenye tuko na yeye saa hii ni wa pili. Kuna mtoto mwingine tena tuko na yeye na Steve. Kuna mtoto mwingine na Steve? Niko na mtoto mwingine na Steve. Ndio huyu hapa, mnaweza muuliza kama nimedanganya. Steve, ni nini suambie? Like, was this even necessary? Hapa tumekuja kuangalia mambo ya documents, missing documents. Hebu kidogo Steve, before enda mbali. Mlijuana nao mkiwa primary school? Yeah, tulijuana na yeye back by then. Pia high school mlikuwa bado mnajuana? Yeah, tulikuwa tunajuana. Tukampea mimba akiwa high school? Yeah, it happened that sasa back by then, now alikuwa rafiki. Back by then, not tumegrow kama childhood friends, so I decided maybe let me take this thing or advance it to the next step. No. So tukaanza kudate back by then. Lakini sasa hii hapa tumekuja kuongelea story ya documents, tumekuja kuongelea story ya nini? Like hiyo was not part of the story. Itabidi imekuwa part of the story. Juu sasa unataka nifanye aje? Itabidi nimetoboa sasa siri yote. Mimi hata by then nimechoka na hizi mascandal zako na huyu mwanamke wako. Nimechoka nazo. Ni sasa it's high time by the way ajue kweli. Akitaka afanye kinataka kufanya. Ai? Do you guys even consider our public image? For Christ's sake, huh? Do you consider our public image? Unajua we are in the business sector. No, your public image matters a lot. Ya kuharibika iharibike tu. Ya kisha mwagika yazoleki. Tutafanya aje? So Steve, nikuulize. Item ulikuwa na haya huyu dem, tunaweza sema basically ama literally she was your first wife ama? Na ukamhaya kama maid behind your wife back? Kama bibi yako ajui? Well, singemleta kama something else in the party, unaona, kwa nyumba yangu. Of course angeanza kama hiyo house help, unaona.
kama ningemleta seme kama namleta kama second wife ingekuwa shida. Unaona? Ingekuwa shida na nilikuwa najua naye angesaidia hizo house calls nini before I find something good for her. Unaona? Lakini the thing was alikuwa kuja kama housemaid. Unaona? Hiyo ndio the first step ilikuwa for everything. Unaona? For now sahi like hata kama ni ungejaribu kuongeza maybe sasa imagine hiyo time mtu akona mimba na anaenda kujifungua, sasa ulete mse kama the secretary, so naona ingekuwa at least ingekuwa vibaya sana, unaona. So I had to come to know my ways vile ningemleta. Mi by that nikikuja kwa hiyo nyumba, okay, nilikuwa najua nakuja kama mfanyakazi wa nyumba, but nilikuwa najua there is another person there ambaye ni June. So mimi nikikuja nikifanya kazi zangu hapo, nilikuwa najua ni co-wife wangu, but si ile singemuonyesha, unanielewa? So akae tu akijua there is another baby. So tuko na watoto wawili mimi na Steve. So I was the first person kujuana na Steve hata kumliko yeye. So time ulikuwa hired, mko already mshajuana na Steve, mko na mtoto mmoja mkubwa? Already tulikuwa na mtoto mmoja mkubwa mwenye tulipata nikiwa high school. Na mtoto wako wapi Steve? Huyu mtoto wako wapi? Well, mtoi yako kwetu nyumbani. Hold up. Hey, Steve. Relax. Steve. Mmeniuliza. That is what I'm answering. Mtoi yako kwetu nyumbani. Yeah. She is staying with my mom. Anajibiwa maswali yenye ameuliza. A while back tuliendanga kwa kina Steve sisi wote, na nikaona mtoto mwingine hapo anafanana na huyu na huyu ati huyu na huyu Dora, na nikauliza Steve, Steve, mbona huyu mtoto anafanana na Dora? Steve akaanza kuniambia najua coincidence, lakini ni mtoto wa sistangu. So you want to mean Dora is your sister, is it? You want to mean Dora is your sister? Wewe unaitwa Steve wewe? Unaitwa Steve? Nitakujibu. Kwani mimi lazima nikuwe Steve? Wewe ungejiuliza venye tulienda huko, mbona mtu alikuwa anapenda kuwa karibu na mimi? Haungejiuliza? Kwani ulikuwa tu mjinga aje unaona tu mtu anataka tukaa karibu na mimi, ukimuita hataki kuja kwenye huko, ungejiuliza maswali? Yenyewe wewe tu ni duanzi kabisa. So ulienda ukapata mtoto anafanana na Dora? Mtoto anafanana na Dora kabisa. Ukaambiwa ni wa sister ya Steve? Ni wa sister ya Steve. Na nikajaribu kuuliza ni sister mgani huyo sijui. Ati she's not around nini. Mimi nikasema this is my husband, now I have to believe him whether I like it or not. Steve, what else do we have to know? Before vitu ziendelee escalate, what else do we have to know? Juu kama unaweza kuwa na mtoto mwingine behind my back, we've been together for how many years? For 6 years. Na hujai ni mentionia anything about mtoto. Hujai niambia anything to do with huyo mtoto. Alafu nakuja kuambiwa na unafanya nani hivyo mdomo? Ujui jina yangu? Huyu ndo anakuja kuniambia. Ujui jina yangu? Steve, rada kunaendaje bro? Like mbona? Seriously? Unaona? Mimi kuita Dora akuje hapa, it was because huyu alikuwa na insist that nimechukua nguo za mtoto nikachoma. I've taken the certificate za mtoto, nimechukua ni passport ya mtoto. Mimi hizi vitu zote like sikuwa najua zinakuja ku happen. Unaona? If I had a glance that this could have happened, ningekataza kabisa. You see, this now tarnishing my image. Like sasa hii, how are people taking me out huko nje? Tarnishing your image my business accomplice. Like unapata saa hii, if they were threatening me, now you've given them a reason as to why they should withdraw their shares kwa even kwa brand yetu. And then saa hii wana kiburi yenye unaona saa hii uko na pesa. Saa hii everything now that we've taken so much time building inakuja sasa inakuja kuanguka. Wewe Steve, ngoja nikuulize, tarnishing your name aje? Kwani si nilijuana na wewe hata before huyu mwanamke wako akuje mjuane na yeye? Tulijuana lini mimi na wewe? Si ni kitambo. So you mean nisikuje niseme venye tumekuwa tukijuana na wewe kutoka kitambo, ama niseme tuko na mtoto mwingine ndio nini ifanyike? Sikatai. There is always a right time. Hizi vitu zingeji unfold one by one. Now you are putting a lot of fire mali. Sasa kushalipuka already. Hii nayo ndio the right time. Hakuna right time nyingine, imagine. Hii ndio right time. Ajue tu ukweli, afanye kinataka kufanya. Unaona kutomwambia
si ati tulikataa kumwambia, that is definitely we omissed, like tulikataa kumwambia with reasons, tungemwambia baadaye. Unaona, hiyo baadaye ni saa hii, wacha ajue saa hii. Hiyo baadaye sijui nini ni saa hii, ajue tu ukweli once and for hey we. So listen to me, young man, listen to me. You have to know we are still legally married, but divorced with a word of mouth. Mfunze heshima. I cannot stand disrespect. Ni sawa pesa imenipatia kiburi, ni sawa, sikatai, but I cannot stand on disrespect coming from someone who I employed. That is one. Two, na kukujia wewe. Someone who you did what? Wait. Mimi kitu, I am trying to ask myself how you got yourself into this situation yenye unakubali kuletwa kwa nyumba ya co-wife, unafanywa mboch. Uamke mapema, ufanye sijui, upike, uoshe, ufanye, urudi, ufanye. Usiku unapikia mpaka umbwa chakula. Na you are so much okay with it. Enyewe nimeona venye mna reason. I have seen your reasoning capacity. Umeona tuna reason aje? Hivi. Aje? Hivi. Sasa unajua sasa wewe ndio ulikuwa unabeba tu fala. You tell me how unaruhusu tu mwanaume aenda kutafutia housemate alafu anakuletea. Alafu wewe na hizo akili yako tu mzuri, unaacha tu mtu hapo, umepanda ndege umeenda kwenye umeenda, alafu unaanza kusema sijui reason. Nilikuwa nafanya kazi, nalipwa na bado niko karibu na mtu mwenye nilikuwa napenda. Mtu mwenye baba ya watoto wangu niko karibu na yeye. Ulikuwa unataka nifanye nini? Mimi nakushangaa tu. By the way nakushangaa. Mimi nakushangaa vibaya sana. You know, these things could not have escalated venye zime-escalate if not you. Unajua, you are now the center of this. Unaona, wewe mwenyewe ndio chanzo cha hizi vitu. The time Dora alikuja hapa, trust me you, mimi sikuwa na intentions za maybe tungelala naye tena, maybe tutafute tena mtu mwingine, but wewe mwenyewe you neglected your wifely duties, ukaniacha kwa mikono ya Dora hivyo. Unaona, like wewe mwenyewe unapata like ule kiburi liko imekuja, like unapata you can't, you are not seeing me as your husband. Literally ulikuwa unaona kama mimi is one of your employees bado. Hata wachana na kiburi. Oscar, tell me how kuna bibi mwenye nyumba, kuna housemaid anaamka anapikia bwana breakfast, kama ni lunch anampikia, kama ni supper anampikia, nguo zenye bwana atavaa the following day yana anatafuta. Na kuna bibi kwa hiyo nyumba hata before travel ako kwa hiyo nyumba. Kwani nilikuajiri ufanye nini kwangu? Wewe ukuje honeymoon. Kwangu ni honeymoon. Wewe unakaa tu. Wewe kama nilikuajiri ufanye nini? Wewe kama mwanamke wa nyumba unafaa hata once na wewe unasema let me cook for my husband. Unaniacha kama ni nguo ni mimi, viatu mimi, chakula mimi. Atakosaje kunipenda? Hiyo ndo kazi yako basi. Atakumbuka upendo wetu wa huko nyuma, anipende bado. Na nikuulize Steve, before hata uongee, so ukisema mtoto mwenye ulipatana huyu Dora hapa mkiwa high school ako kwenyu, unaona, ako na nani huko kwenyu, mamako ama nani? Ama alikuwa anakaa na nani? Well, ako na mamangu mzazi. Kumaanisha mamako alikuwa anajua story yote? Well, there are times when tumeenda na Dora nyumbani, my mom is aware of her. Actually, time yenye hata sasa tulikuja tukapata mtoto kijana, she was very excited, she was very like, alifurahi sana. Unaona? Juu unaona, in the first place, unaona June here, my wife, unaona hii kiburi yenye ako nayo sasa kwangu, trust me you, ukimuuliza tayari tumeenda naye mara ngapi nyumbani, it's few because they don't go along with my mom. Unaona? Unapata most of the time yeye anapenda kukua like that commanding person. Unaona? Unajua money has changed you a lot. Unajua nilikuwa nadhani maybe ni stress tu kidogo za maisha, juu tu kuwa na kitu back by then. Kumbe that was the real person. Wewe mwenye ulikuwa na ni vile tu uko na pesa. Now you've extremely exaggerated everything. Unaona? Wait. So ulikuwa unangoja nipate pesa nikuwe the same person? My friend, think outside the box. Money will change people and it changed me. Unajua Oscar, mbona sikuwa naelewana na mama ya huyu? Umse anatumia mama yake weird amount of money. Na si ati anamtumia like after a certain time
Anamka tu leo anasikia I feel like sending my mom money. Anamtumia pesa. So mi nikamcall out, nikamuuliza, why do you keep on sending your mother money? Yet tumejengea mamake home. Mamake yuishi hapa Nairobi. Tumemjengea. The mom stays, anakaa vizuri, anafanywa shopping kila mwezi, hakosi chakula. So I really wanted to know, hii pesa yenye anatumiongo every time ni ya nini? Huyu ananiambia hapana, my mom is also a lady. She's just but a girl. Anafaa kuwe na pesa. And I was like, it's fine. So kumbe kuna mwingine tunalea ushago. So hizo pesa unatumia mama Steve ndio mama Steve anasaidia kulea nao mtoto wa Dora. So mimi ndo msichana wenyu wa kazi. Technically. Unataka ukue nani sasa kama uwezi kuwa msichana wa kazi? Si mimi ndo nilikuwa naambia mimi ni msichana wa kazi. Pia wewe utakuwa msichana wa kazi sasa, unataka tufanye aje? Pesa zilikuwa zinatumwa nizilipie mtoto school fees na zingine zibaki hapo, kama ni kwenda mahali waende. Ulikuwa unataka wafanye aje? Mimi maisha yangu, my whole life, I am telling you, you are nothing to me. You are nothing to me. Huyu mwanaume, wacha nikwambie, huyu mwanaume asikupandishe kiburi, my friend. I was there. Nimekalia the same seat umekalia. The same things unaambiwangwa, niliambiwa zikanichoka. So kiburi kidogo isikupande ati juu ya babuni. Unanipata? Unanielewa? Kiburi gani? Na heshima idumu. Kiburi gani? Heshima idumu, my sister. Heshima ni two way traffic. Ukiniheshimu nitakuheshimu. Si ati uniongelesha venye unataka kuniongelesha, alafu expect mimi nikae kama nimetulia. Never. Haiwezi.